Tunaendelea na somo letu la siri iliyojificha kwenye mazingira yako. Tunasema kwamba kwenye mazingira yako imejificha siri ya ukuu, siri ya ukuu. Kama ni mazingira mabaya, basi imejificha siri ya ukuu ya kukutoa wewe kwenye mazingira uliopo. Lakini pia sio kukutoa wewe tu, kuwatoa na wengine. Na tuliangalia kwamba unapopita kwenye hayo mazingira ambayo Mungu ameyaruhusu kwako, kitu cha kwanza ambacho Mungu anataka ukipate ni experience, uzoefu. Ni experience. Na tutaendelea kuangalia vitu vingine vingi. Na tukatoa mfano wa namna ambavyo Yesu ilibidi ashuke duniani apate experience ya maisha ya mwanadamu, aishinde dhambi na amsaidie sasa mwanadamu kuishinda dhambi. Kwa kama Yesu alivyokuja na kama Yesu ambavyo alishinda dhambi na sasa akatusaidia sisi kuishinda dhambi, alimshinda shetani na sasa anatusaidia sisi kumshinda shetani. Aliishi maisha ya utakatifu na sasa anatusaidia sisi kuonekana watakatifu mbele za Mungu. Ndivyo ambavyo Mungu ameruhusu upite kwenye mazingira hayo unayopitia. Kwa be proud of ya mazingira ulionayo. Be proud of kama ni mazingira mabaya kwamba okay, it is just temporary. Ni kitu cha muda mfupi tu. Ndani yangu kuna majibu ya kunitoa kwenye haya mazingira, kunipeleka kwenye uzuri. Lakini haya majibu hayatanisaidia mimi tu, yatawasaidia na wengine. Kwa hiyo unapoanza kujiona kwenye mtazamo wa namna hiyo, ule mtazamo wa kukataliwa, wa kusema kwamba nimekataliwa, unapokuja unauambia wewe mtazamo, sikiliza, hiki ni kitu cha muda mfupi tu, kwa sababu ndani yangu kuna majibu ya kunitoa kwenye mazingira haya niliona haya. Inapokuja hali ya kujiona mpweke, unaambia wewe upweke, sikiliza kitu kimoja, nataka usikilize wewe upweke, you better just go, kwa sababu ndani yangu kuna majibu ya kunitoa kwenye mazingira haya. Lakini hayatanitoa mimi tu, yatawatoa na watu wengine. Kwa hiyo unapata uzoefu. Kitu cha pili ambacho Mungu anataka ujifunze kwenye hayo mazingira, ukipate kwenye hayo mazingira. Unajua ni kitu gani? Ni maarifa. Knowledge, maarifa. Upate maarifa, upate kujua kwamba okay, unapoanza kutafuta kujua namna ya kutoka kwenye hayo mazingira, na unapokuja kutoka kwenye hayo mazingira, kitu ambacho unakuwa umekipata ni maarifa ya namna ya kutoka. Sikiliza, kila kitu kinahitaji maarifa. Sikiliza, kwenye hayo mazingira ulionayo, ili utoke, kama ni mazingira mabaya, ili utoke kwenye hayo mazingira mabaya ulionayo, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukitafute pia kwa nguvu zote ni maarifa. Kwamba okay, hali yangu ya kiuchumi ni mbaya. Kama hii hali ni mbaya, nafanyeje? Ile question mark unayoiweka inakupeleka wapi? Inatakiwa ikupeleke kwenye kutafuta maarifa ya namna ya kutoka kwenye hali ya uchumi ulionayo kwenda kwenye hali nzuri ya uchumi. Tatizo ulilonalo linatakiwa likudirect kwenye maarifa, likudirect kwenye kutafuta maarifa. Kuna wakati maandiko yanatuambia kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sio kwamba napenda waangamie, sio kwamba siwapendi, sio kwamba hata mimi mwenyewe sipendi waangamie, lakini wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kumbe Mungu anaporuhusu upite, anaporuhusu mazingira hayo ulionayo. Kwa nini Mungu ameruhusu mazingira hayo ulionayo? Anataka ya kudirect kwenye kutafuta maarifa ya namna ya kutoka. Maarifa utapata, msingi wa kwanza wa maarifa ni neno la Mungu.
Ni neno la Mungu. Neno la Mungu kwanza litakutia moyo, lakini pia litakupa msingi wa maarifa. Daudi akasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu, linaniongoza. Haijalishi niko kwenye hali gani, neno la Mungu ni msingi wa kwanza wa maarifa. Msingi mwingine wa maarifa ni utaanza kutafuta kwamba kama ni swala la biashara, wengine wanafanyaje biashara? Unafanyaje biashara ukiwa hauna mtaji? Ukaanza vipi? Unaweza ukafanyaje? Unaanza kutafuta maarifa. Unaanza kutafuta. Hicho ni kitu ambacho Mungu anakihitaji ukipate. Ni kitu cha msingi sana ambacho Mungu anatamani ukipate. Anatamani upate maarifa. Na sio tu upate maarifa, upate maarifa sahihi. Kwa sababu gani? Hayo maarifa hayatakusaidia wewe tu, yatasaidia na wengine. Kwa sababu wewe utakuwa na maarifa. Ukiwa na maarifa maana yake umebeba majibu. Mtu mwenye maarifa maana yake amebeba majibu ya matatizo. Kwa sababu gani? Kwa sababu na ndio maana Suleiman alimuomba Mungu hekima. Mungu alivyomwomba Mungu hekima, Mungu akampa na kila kitu, akampa na utajiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukishakuwa na maarifa, kila kitu Mungu anachokupa unajua namna ya kukimanage. Unajua namna ya kukimanage. Kwa hiyo usibaki kwenye hali tu ulionayo. Anza kutafuta maarifa. Mungu ameruhusu uwe kwenye mazingira haya ulionayo, ili hayo mazingira ya kupeleke wewe kwenye kutafuta maarifa sahihi. Kwenye kutafuta maarifa sahihi. Kwa nini utafute maarifa sahihi? Katika kutafuta hayo maarifa, maana yake unapata majibu ya namna ya kutoka kwenye hiyo hali mbaya ulionayo kwenda kwenye hali nzuri. Hayo maarifa unayoyapata yanakusaidia wewe kutoka kwenye hiyo hali mbaya ulionayo kwenda kwenye hali nzuri. Lakini hayatakusaidia wewe tu, yatawasaidia na wengine. Na ndio maana kuna watu wanaandika vitabu. Na ndio maana kuna watu, kwa sababu gani? Kwa sababu maarifa aliyopata ameyaweka kwenye maandishi ili na mwingine asome. Kama alipitia kwenye tatizo hilo akisoma aweze kutoka kwenye hilo tatizo. Kwa kitu cha msingi sana kwamba Mungu anataka upate maarifa. Amka, anza kutafuta maarifa ya namna ya kutoka kwenye hali ulionayo. Usibaki tu kulalamika kusema kwamba mimi nimekataliwa, mimi nimezaliwa hivi, kwa nini nimezaliwa hivi? Unajiuliza maswali tu, kwa nini? Why? Haikusaidii. Mungu ameruhusu hayo mazingira ili utafute maarifa. Utafute maarifa. Na hayo maarifa kwa nini uyatafute? Ya kusaidia wewe kutoka kwenye hiyo hali ulionayo. Lakini pia yawasaidie na wengine. Na wakati mwingine Mungu hataruhusu utoke kwenye hiyo hali mbaya ulionayo mpaka Mungu ajiridhishe kiwango cha maarifa ulichonacho, kwamba kinatosha kukusaidia wewe, kinatosha na kuwasaidia wengine kutoka kwenye hali mbaya walizonazo. Wakati mwingine Mungu akutoi kwenye hiyo hali ulionayo mpaka ujue kwamba si kwa kwamba Mungu sio natakiwa nitoke mimi tu, unatakiwa na mtazamo wa kwamba utatoka wewe, utawatoa na wengine. Kwa hiyo usibaki tu utafuti maarifa, umebaki umekata tamaa. Katayo mawazo ya kukata tamaa. Kataa mawazo ya kusema kwamba nimekataliwa. Kataa huo upweke. Kataa kujiona hauna thamani. Anza kutafuta maarifa ya namna ya kutoka. Ipo nguvu. Knowledge is power. Maarifa ni nguvu. Maarifa yatakuwa ni silaha yako kukusaidia kutoka. Na maarifa ya kwanza, msingi wa kwanza wa maarifa, nimesema ni neno la Mungu. Kitu cha tatu, Mungu anachokitaka kwenye hayo mazingira ulionayo. Mungu anataka sasa uanze kuweka mikakati. Uanze kuwa na mikakati. Katika mazingira ulionayo, ndipo Mungu atakusaidia kuweka mikakati ya namna ya kutoka. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia, unawafahamu wale watu walikuwa na ukoma. Hali inaanza kuwa mbaya hapa. Tukisema tuendelee kukaa hapa,
tutakufa kwa njaa. Kwa cha kufanya tunyanyuke, twende kwenye hizo kambi zenye vyakula. Mungu akafanya muujiza, wakapona na njaa, kwa sababu walichukua hatua, wakapanga mikakati ya namna ya kujinusuru kutoka kwenye tatizo alilonalo. Unajua, kukata tamaa kunaifanya akili yako ilale. Kujiona hauna thamani kunaifanya akili yako, ufahamu wako ulale. Kuna kufanya usione hata fursa. Ni kitu kibaya sana. Kukata tamaa ni sumu ya mafanikio. Mungu ameruhusu hayo mazingira. Ili iweje? Kwa nini kuna ukuu kwenye hayo mazingira? Kwa nini tunasema kwamba kuna ukuu kwenye hayo mazingira? Kwa sababu kwenye hayo mazingira ndiko kuna mikakati. Kwamba utakapokubali ya kwamba Mungu ameruhusu hayo mazingira na kwamba ndani yangu ameweka ukuu wa namna ya kutoka kwenye hayo mazingira, kitu kinachotokea nini? Ni wewe kuweka mikakati ya namna ya kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri, kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri, kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri, kutoka kwenye hali fulani kwenda kwenye hali fulani iliyo bora zaidi. Mikakati. Kwa hiyo unapopata mikakati ya namna ya kutoka, si kwa ajili yako. Huo ndio msisitizo wangu mkubwa. Si kwa ajili yako peke yako. Hiyo mikakati itakusaidia wewe kutoka, lakini pia hiyo mikakati itawasaidia na wengine kutoka. Kwa hiyo ni lazima wewe unapoweka mikakati ya kutoka, usiweke mikakati ya kutoka peke yako kwenye hiyo hali. Anza kuangalia na wengine wanaopitia kwenye hali kama hiyo. Na anza kuangalia namna unaweza kuwasaidia. Kitu kingine Mungu alichoweka ndani yako, katikati ya matatizo, katikati ya hali unayopitia, kuna ukuu. Mungu ameweka nini? Nimezungumza mara nyingi. Mungu kama ameweka ukuu. Mungu ameweka ukuu ndani yako. Ameweka majibu ya hayo matatizo unayopitia. Ameweka majibu ya hayo mazingira unayopitia. Naposema Mungu ameweka majibu, maana yake ameweka uvumbuzi, innovation. Kwamba okay, haya mazingira ninayopitia, ninapoanza kutafuta majibu yako ndani yako. Kwa Mungu anakusaidia kuinnovate, kuzirisha sasa yale majibu kutoka ndani yaje katika ulimwengu wa mwili. Hii inaitwa innovation. Sikiliza. Kuna nchi ambazo sasa tunaziona zimefanikiwa sana. Tunaziona zina pesa sana. Zinatoa dini sana. Lakini miaka kadhaa iliyopita zilikuwa ni nchi zilizojaa na matatizo makubwa. Walipokubali yale matatizo na wakaanza kusema kwamba okay, kutafuta namna ya kutoka kwenye yale matatizo, wakaanza kuvumbua vitu. Waliokuwa kwenye mazingira ambayo kuna baridi kali, wakaanza kuvumbua, kumbe tunatakiwa tubuni nguo ambayo inaweza ikatukava na tusisikie baridi. Wakavumbua nguo. Kwa sababu yale matatizo walionayo ilikuwa ni fursa kwao. Kila tatizo ambalo unalipitia, kila experience ambayo Mungu anairuhusu kwako, ndani yako tayari kuna majibu. Ndani yako. Ndio maana tunafundisha hili somo la self awareness. Kwamba utakapojitambua, kujitambua ni mwisho wa matatizo yako. Utakapojitambua, matatizo yako yataanza kukimbia tu yenyewe. Utakapojitambua, kwa sababu gani? Kwa sababu yale majibu yaliyopo ndani yako yataanza sasa kutoka nje. Sasa kile kitu kilicho ndani yako hakiwezi kutoka nje katika mazingira ambayo umejikataa wewe mwenyewe, katika mazingira ambayo wewe mwenyewe hujiamini, katika mazingira ambayo wewe mwenyewe hujithamini. Ni lazima kwanza uanze kuona kabisa kwamba hiki ninachokipitia ni fursa. Kwa kama ni fursa, maana yake kuna majibu ndani yangu. Kwa nianze kutafuta namna ya kutoka kwenye matatizo nilionayo, ni namna ya kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri. Sikiliza, ukijikubali, Mungu ameweka majibu ndani yako.
Kinachofuata nini? Ni uvumbuzi wa namna ya kutoka kwenye umaskini kwenda utajiri. Ni uvumbuzi wa namna ambayo tunaweza tukawasaidia watoto yatima. Ni uvumbuzi wa namna ambavyo tunaweza tukawasaidia watoto wa mtaani. Ni uvumbuzi wa namna ambavyo tunaweza tukawasaidia watu ambao wanategemea kipato chao kwa kufanya umalaya. Ni uvumbuzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika ile experience, katika wewe kupita kwenye hayo mazingira, kulikuwa ndani yako kuna majibu. Kwa wewe unavotoka unawasaidia na wengine kutoka. Lakini lazima ukubali kwamba sitakiwi tu kutoka peke yangu, natakiwa pia niwasaidie na wengine kutoka. Niwasaidie na wengine kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Nadhani tuko pamoja. Nadhani tunaelewana vizuri. Sasa nataka ufahamu mambo haya. Badilisha namna unavyojichukulia. Nimezungumza hapa kwamba shetani anataka take advantage. Shetani anataka achukulie matatizo yake kwa faida yake. Achukulie matatizo yako kwa faida yake. Achukulie matatizo yako kwa faida yake. Kwa mfano, mtu ambaye hajajua kwamba haya matatizo ninayopitia ndani yangu nina majibu kwanza, lakini kuna siri ya ukuu. Kuna siri ya ukuu. Huyu mtu huwa anatamani sana mazingira ya wengine. Kwamba nataka niwe kama yule. Sikiliza, ukiwa kama yule bila kupitia ile hatua ambayo Mungu amekusudia, haitakusaidia, itakupeleka kwenye uangamivu. Mungu anataka kwanza ujitambue na uanze kuweka mikakati. Aanze kukupitisha, kukutoa kwenye hayo mazingira. Kwa sababu anavyoanza kukupitisha hatua kwa hatua kukutoa kwenye hayo mazingira, ndivyo ambavyo unapata huo uzoefu, ndivyo ambavyo unapata hayo maarifa, ndivyo ambavyo unapata kujua mikakati, lakini ndivyo ambavyo unapata uvumbuzi wa hayo namna ya kutoka kwenye hayo matatizo. Lakini kuna watu wanataka wa bypass the process. Wa bypass process. Hiyo mbaya sana. Mbaya sana. Mbaya sana. Sasa tutakuja tutazungumzia madhara ya kubypass hiyo process. Kwa mfano, kuna msichana ambaye mazingira yake ya umaskini yanamfanya aanze kujiuza kwa wanaume ili apate pesa. Mbaya sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameona kana kwamba the only way, njia pekee yeye kutoka inawezekana labda tu ni hajaiona thamani yake. Amekata tamaa, hajaona kama anaweza akatoka. Leo hii nakuletea ujumbe kwamba inawezekana. Kubali mazingira yako. Kubali mazingira yako. Hata kama wengine wanakucheka, wengine wanakuona hawa ni maskini sana, wengine wanakuza, kubali mazingira yako. Ni kwa muda mfupi tu. Utakapokubali na kuanza kutafuta namna, Mungu ataanza kureveal ule ukuu wake aliyoweka ndani yako. Inawezekana. Kuna watu leo ni matajiri, lakini wameishi maisha magumu. Wameitupitia mambo magumu sana. Lakini walipokubali mazingira yao, wakaanza kutafuta namna ya kutoka, Mungu akawasaidia. Leo hii ni matajiri, lakini pia wanawasaidia na watu wengine ambao ni maskini. Inawezekana umetafuta sana kazi, umeona sasa kazi. Hiyo sio sababu ya kuanza kujirahisisha. Sikiliza. Kwenye huo ugumu ambao unaupitia, ndani yako kuna majibu. Ndani yako kuna majibu. Kuna mwingine yamkini Mungu anataka aone kwamba badala ya kuendelea kutafuta kazi, aanze kutafuta namna ya kujikwamua kiuchumi bila kuajiriwa, kwa kujiajiri yeye mwenyewe. Sasa mwingine, kwa sababu anataka bypass ile process, mwingine anaenda kujiuza kwa mabosi. Anaenda kujiuza mwili wake kwa mabosi. Mwingine anatafuta kutoa rushwa, ana bypass ile process. Unapo bypass process, unapotaka kuluka hatua, unatafuta uangamivu wako mwenyewe. Sasa nataka uanze kujiona vile ambavyo Mungu anakuona. Kitu cha kwanza, Mungu anakupenda vile vile ulivyo.
Mungu anatupenda. Mungu anakupenda wewe, Mungu ananipenda mimi. Mwingine anasema Mungu ananipenda na huu maskini wake. Yes, vile ulivyo. Mungu anakupenda hivyo ulivyo. Kwa sababu gani? Mungu aliruhusu huo maskini. Aliruhusu. Sasa Mungu kuruhusu haimaanishi kwamba uendelee kukaa kwenye huo maskini. Ndani yako amekuwekea na majibu ya kukutoa kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri. Naomba tuelewane vizuri. Mungu anakupenda. Hata kama unapitia kwenye mazingira ambayo watu wengine hawakupendi, anza kuona ule upendo wa Mungu kwamba unakutosha. Sio lazima kila mtu akupende. Sio lazima kila mtu vile ulivyo Mungu anakupenda. Hivyo ulivyo Mungu anakupenda. Na nataka uendelee kujikumbusha hata kwenye akili yako ijue kwamba Mungu anakupenda. Na nafsi yako ijue kwamba Mungu anakupenda. Na mwili wako ujue kwamba Mungu anakupenda. Unahangaika kupata mlo wako hata hauwezi kuafford hata milo miwili kwa sababu Mungu anakupenda. Kwenye hali hiyo yapo majibu ndani yako. Hicho kitu cha kwanza. Mtu asikudanganye kwa lolote. Shikilia upendo wa Mungu. Na Paulo akasema ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu? Je, ni dhiki? Je, ni adha? Hakuna kitu kinaweza kutenga na upendo wa Mungu. Umaskini, shida, hakuna. Upendo wa Mungu uko constant. Mungu ananipenda. Ni kitu cha kujikumbusha kila siku. Ni kitu cha kukiima kila siku. Hii itakusaidia kuondoa yale mawazo mengine hasi ambayo yanakuja. Kujiona kama umekataliwa. Kujiona kwamba ufai. Kujiona kwamba wewe sio wa thamani. Thamani yako ipo vile Mungu anavyokuona. Kwa sababu Mungu anakupenda vile ulivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni wa thamani. Kitu cha pili. Mungu ameruhusu hayo mazingira ulionayo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Yes. Kuna wakati walimletea Yesu mgonjwa, amwombee ili apone. Mtu alikuwa na matatizo kwenye maandiko. Kabla Yesu hajamwombea, wale watu wakamuuliza kwamba sasa Yesu, kwenye hili tatizo la huyu mtu, ni nani ametenda dhambi? Ni nani alitenda dhambi kusababisha huyu mtu azaliwe hivi alivyo? Yesu akasema, no, hakuna mtu aliyetenda dhambi. Hapana. Hakuna mtu aliyetenda dhambi. Unajua kwa nini Mungu ameruhusu huyu mtu apite kwenye haya mazingira? Akasema ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa tunaona ya kwamba Mungu alikusudia ya kwamba huyu mtu hatoendelea kupita kwenye ile shida milele. Ya kwamba Yesu atakuja atamponya, Mungu atajitwalia utukufu. Mazingira ulionayo, haijalishi ni mazingira gani, ni kwa ajili ya Mungu kujitwalia utukufu. Na Mungu ameweka majibu ndani yako. Unapoanza kuona upendo wa Mungu na kuanza kujua kwamba Mungu umeruhusu haya mazingira kwa ajili ya kujitwalia utukufu, na kuanza kutafuta namna ya kutoka kwenye haya mazingira kwenda kwenye uzuri kwa msaada wa Mungu, mwisho wa siku utamtukuza Mungu. Ya kwamba utajua ya kwamba inawezekana. Kutoka kwenye umaskini kwenda kwa utajiri, inawezekana. Kutoka kwenye hali mbaya kwenda kwenye hali nzuri, inawezekana. Kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri, inawezekana. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kitu cha tatu. Mungu anakusudi na maisha yako. Mungu anakusudi. Ndiyo, Mungu anakusudi na maisha yako. Mungu anakusudi na maisha. Mazingira hayo ambayo Mungu ameyaruhusu yapitie ni sehemu ya kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Ni sehemu ya experience unayotakiwa kuipata kwa ajili ya utimilifu wa kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Ni sehemu ya uzoefu ambayo Mungu amekusudia upate kwa ajili ya kukamilisha vema kusudi ya wewe kuwepo hapa duniani. Kwa lazima ujue kwamba haijalishi niko kwenye mazingira gani, Mungu anakusudi na maisha. Anza kujiona vile Mungu anavyokuona. Anza kujichukulia vile Mungu anavyokuchukulia. Kitu cha tatu. Kitu cha nne.
Nimekizungumza mara nyingi, lakini nataka ukijue. Nataka niweke msisitizo. Kitu cha 4, Mungu anataka ufanyike kuwa msaada kwa wengine wanaopitia the same situation, the same condition. Kwa hiyo usijionee huruma wewe tu, anza kuona wengine huruma. Anza kumwomba Mungu akusaidie kufanyika kuwa msaada kwa wengine ambao wanapitia kwenye haya mazingira, kwa wengine wanaopitia kwenye huo ugumu. Sikiliza, wakati mwingine mtu inaweza ikawa ni vigumu sana kumchukulia mtu ambaye yuko kwenye matatizo magumu, lakini huyu mtu ambaye amepitia matatizo yale ambayo anapitia huyu mtu mwingine, kwake ni rahisi sana kuchukuliana na yale mazingira. Ni rahisi sana kuchukuliana na yale mazingira. Kwa hiyo kumbe Mungu ameruhusu ili ufanyike kuwa msaada kwa watu wengine. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa kukupa hiyo fursa. Matatizo ni fursa. Namna mazingira ambayo Mungu ameyaruhusu kwetu ni fursa. Ni fursa. Ni fursa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni fursa kwetu. Nataka nikwambie kitu kingine. Kitu kingine ni kwamba Mungu amekuamini. Mungu amekuamini. Mungu amekuamini. Mungu amekuamini nini? Mungu amekuamini kwamba wewe unafaa kuwasaidia wengine. Wewe unafaa kupata hiyo experience. Wewe unafaa kupata kwenye hiyo experience ya umasikini na utajiri. Ndio maana Paulo kuna wakati anasema kwamba nimejifunza kuwa na njaa na nimejifunza kuwa na shiba. Kwa hiyo Mungu alimpitisha kwenye mazingira wakati mwingine ambayo yana njaa kali. Lakini Mungu akaja akamtoa kwenye hiyo njaa. Akawa sasa hawazi kuhusiana na chakula. Lakini ana experience. Mungu amekuamini. Utasema kwamba Mungu ameniamini na haya mazingira magumu. Ndiyo, Mungu amekuamini. Kwa hiyo unapopitia hali yoyote ile ambayo yamkini sio nzuri, badala ya kuanza kuona kwamba Mungu hajanikubali, anza kuona uaminifu wa Mungu jinsi ambavyo ni mkubwa kwenye maisha yako, kwamba Mungu umeniamini na mimi kwamba naweza kufanyika kuwa msaada kwa watu wengine wanaopitia kwenye haya mazingira. Kwamba Mungu umeniamini mimi kufanyika kuwa msaada kwa watu wengine ambao wanapitia kwenye shida. Mungu amekuamini. Mungu amekuamini. Haleluya. Kitu kingine unataka ujue ni kitu gani? Unataka kujua ni kitu gani? Kuna siri. Ipo siri ya kwamba Mungu ameweka ukuu ndani yako. Ukuu ni kwa sababu gani? Kukusaidia wewe kutoka kwenye hayo mazingira ulionayo kwenda kwenye mazingira mengine. Mungu ameweka ukuu ndani yako. Kwa anza kuona ukuu wa Mungu. Na ndio maana kwenye hali kama hiyo ni muhimu sana kupata muda wa kutosha na Mungu, muda wa kuomba, kwa sababu unapoomba Mungu anakusaidia kujua, kudhihirisha ule ukuu ambao ameweka ndani yako, ili ukutoe kwenye mazingira hayo, lakini pia uwasaidie na wengine. Umeona hizo sababu zote? Kwa hiyo kumbe hauna haja ya kuogopa. Hauna haja ya kujiona kwamba wewe umekataliwa. Hauna haja ya kujiona kwamba wewe haufai. Hauna haja ya kujiona kwamba wewe sio wa thamani. Hapana. Sasa kinachotakiwa ni nini? Jitambue ndugu yangu. Jitambue mama yangu. Jitambue kaka yangu. Jitambue dada yangu. Jitambue ya kwamba kuna siri ndani yako. Kuna siri ya ukuu kwenye mazingira yako. Na kingine unachotakiwa kujua ni nini? Ya kwamba
You got no excuse. Huna la kujitetea. Sina la kujitetea. Sina la kujitetea. Sina la kujitetea. Kwa sababu mazingira nilionayo yana sababu. Sina la kujitetea. Kwa Mungu akusaidie wewe. Mungu atusaidie. Ili kwamba badala ya kuanza kulalamikia mazingira tulionayo, badala ya kuanza kuona mazingira tulionayo ni mabaya, tuone fahari kwenye hayo mazingira. Tuone kwa namna ambavyo Mungu anaona. Tutazame namna vile Mungu anatutazama. Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kukutia nguvu. Usiache kuendelea kufuatilia somo hili. Na hakikisha unasikiliza somo lote. Usisikilize kipande kimoja, sikiliza somo zima. Somo hili linapatikana wapi? Nenda kwenye YouTube account, search Emmanuel Mwakyembe. Somo linaitwa Self Awareness. Fuatilia somo zima. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki.